Hakika nguvu kubwa ambayo inatumika kuleta wachezaji, kuleta makocha inaendana na ukubwa na uhalisia wa klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Hapa tunazungumzia viongozi wa Young African kufanikisha sajili tatu kubwa. Tunakwenda kuzungumzia usajili wa kocha mpya, lakini pia tunakwenda kuzungumzia kiungo mshambuliaji mmoja ambaye anakuja kuchukua nafasi ya kwake Stefan Aziz Ki, kwa sababu kwenye boardroom ya klabu ya Young African, mashabiki wa Young African na wanachama bado wote wanakubali kwamba toka Stefan Aziz Ki aondoke kumekosekana kwa mtengenezaji, licha ya kwamba Harani Super Okero kaja kuwa na mchango mkubwa, lakini wanahitaji nguvu zaidi, kwa sababu klabu ya Young African imezoea kuwa na watengenezaji ambao wanaweza kubadilisha matokeo muda wowote na wakati wowote. Na pia tutakwenda kumzungumzia striker ambaye anakuja, kwa sababu tunajulikana kama ilivyo wazi kati ya Depu na Prince Mfumelelo Dube, lazima mmoja ataondoka ili kumpisha bwana mdogo ambaye amesaini kandarasi ya miaka 3 na klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Unataka kuwajua hawa? Usisahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment wewe shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. Lakini tunakwenda kuzungumzia, na hapa ndipo sehemu mashabiki wa Young Africa wamekuwa wakitoa maoni yao, na usisahau kabisa kutuambia maoni yako kwenye comment, kwa sababu wewe ni mtu wa muhimu sana na unaweza kutuambia huko maeneo gani tukakupata vizuri, na tutausoma ujumbe wako mfupi kwa sauti nzuri na yenye kuvutia. Usisahau kabisa kutuambia Young African katika sajili hizi ni sajili zipi ambazo wamekosea kwa kipindi hiki cha miaka 3, na pia tutakwenda kulizungumza mwisho wa kipindi hiki. Twende moja kwa moja kuzungumzia sakata ambalo limemleta bwana mkubwa tena katika klabu hii ya Dar es Salaam Young African kupitia wanahabari na kupitia vyombo vya habari. Young African wamekamilisha usajili wa bwana mkubwa. Kama unavyomuona kwenye picha pale, ni yule aliyewatesa wale ambao wanateseka hadi sasa Simba Sport. Tunamzungumzia Nasri Benabi. Licha ya kwamba kipindi anakuja alituletea Aridi Aucho, akatuletea mchezaji Fiston Kalala Mayele, akatuletea Bangara na wengine ambao walibadilisha kikosi cha Young African kutoka kule kwenye kuteseka hadi kufikia level za kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo. Licha ya kwamba yeye amechukua na ametufikisha finali hiyo, ni michuano ya kombe la shirikisho, aliweka heshima na kutengeneza foundation ambayo imewasaidia makocha wengine ambao wamekuja baada yake kuchukua mataji kwa mfululizo. Hiyo ni nguvu ambayo tunaweza tukampongeza Nasri Benabi na kurejea ndani ya Young African. Tunasema yes. Hapa shabiki yoyote wa Young African ambaye atapinga usajili huu, basi atakuwa ni mnafiki kweli, kwa sababu hakuna kitu ambacho Yanga imekipatia kwenye misimu hii. Kama ukiangalia, kuna Djigui Diarra ameletwa na nani? Nasri Benabi. Ukiangalia jicho ambalo alikuwa nalo kwa Aridi Aucho, alikuwa nalo kwa bwana mchezaji mkubwa mwenye heshima kubwa ni Fiston Kalala Mayele, ni bwana mkubwa huyo hapa. Ukiangalia kina Zawadi Mahuya na wengine, jicho lake lilikuwa ni jicho zuri, na kwa usajili wake ameiweza kuisaidia klabu ya Young African. Na sasa anatuletea vinda wawili, mmoja ni Fiston Julege Kalumbu wa pale nchini Kongo, ambaye anacheza Lion Sport ya kule anapocheza kule Lion Sport kama kiungo mshambuliaji, akiwa na assist 16 na goli 10. Si haba kwa mchezaji wa miaka 21 ambaye kwa sasa ni msimu wake wa pili akiwa na Lion Sport na anaendelea kufanya vizuri. Young African wameona kuvunja kibubu mkataba wa miaka 3 na kumchukua. Lakini bwana mdogo Adrane Sengule Mane, huyu anatua hapa, ni ndugu zake kina Mane wa Senegal kule, anatua hapa Tanzania akiwa na goli zake 9, akiwa na goli assist zake 9, goli zake 14 kwenye michezo 20. Narudia, michezo 20 tu amecheza, goli zake za kutosha, assist za kutosha, kiasi kwamba inasemekana ana wastani wa kufunga goli na assist kwenye kila baada ya mchezo mmoja, na ukiweka kwa moja kila goli na au assist kwenye mchezo mmoja. Si haba kwa mchezaji huyu kujiunga na klabu ya Young African. Niambie kwenye comment unashabikia Yanga kutokea maeneo gani, na tutakuja kujadili vizuri wachezaji hao kwenye video inayofuatia. Usahau subscribe na kufuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii. Asante sana. Young African, nguvu moja.